Kafara sio jambo baya. Yesu mwenyewe alitolewa kafara. Shida ni definition, shida ni hilo neno kafara. Yaani watu wakishasikia kafara wanafikiri ni yaani ukitamka tu neno kafara unamwona mama kazikwa, unamwona mdogo wako kazikwa, unamwona bi mkubwa yuko kaburini. Neno kafara ni neno la Kiswahili tu, ni namna ya kutoa sadaka inayokuuma. Kwa hiyo sio dhambi watu kutoa sadaka zao. Sababu watu wanatoa sadaka zao lengo ziwafikie masikini. Yaani wewe uweze ukasema unampenda Mungu afu masikini humgusi. Unaelewa vizuri? Yaani dini imeletwa duniani kugusa watu wasiofanyaje? Wasiojiweza. Tunajenga shule, mwisho wa siku hizo shule badala tusaidie omba barabarani, tunajinufaisha sisi wachungaji. Yaani hela zote za shule sisi ndio tunafanya, tunatumia. Tunakuwa na magari kama msafara wa waziri wakati kuna masikini barabarani. Kwa hiyo dini imekuja duniani kuleta nini? Kuleta upendo, kushika watu wasiojiweza. Hiyo ndio purpose ya Mungu. Maandiko yamesema hivi, leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana ili pasikosekane chakula. Mchungaji lazima apate chakula. Naelewa vizuri. Na maandiko yalikuwa yanasema hivyo mwanzoni kwa sababu wachungaji walikuwa wafanyi shughuli nyingine. Yaani walikuwa wao ni kanisa tu. Wao ni madhabahuni peke yake. Lakini sasa leo hii wachungaji wana miradi, wachungaji wana makampuni. Naelewa vizuri. Sasa sio mbaya mchungaji kuendesha gari zuri au kuwa na maisha mazuri, lakini je, hali ya wanaowaongoza ikoje? Kwa sababu mimi naamini IPM, hali ya kiongozi ndio hali anaowaongoza. Kwa hiyo haiwezekani mimi IPM niwe na bilioni 2 benki, alafu ndani ya kanisa langu kuna yatima, ndani ya kanisa langu kuna wajane, kuna watu hawana maisha, nashindwa kuchukua hata milioni 200 niende Bagamoyo ninunue kiwanja labda heka 2 nianzishe project ya vijana, kwamba nyinyi vijana ndani ya kanisa project hii hapa, si ndio? Mfuge kuku au mfuge mifugo kwa ajili ya kutaka kuwainua vijana. Kwa hiyo mimi naamini katika upendo. Huwa ninasema siku zote Mheshimiwa Rais na Daktari Samia Suluhu Hassan ana msemo wake, anasema annasu shahidullah, kwamba watu ni mashahidi wa Mungu. Unapofanya jambo katika jamii, watu wana akili, watu wanaona, wanajua huyu ni mtumishi wa Mungu, haya ni manyanga. Naelewa vizuri. Kwa hiyo mimi siwezi kuja hapa mbele ya media nikaanza kujitetea, jamani mimi niko real. Mimi niko real. Mwandishi wa habari mmoja aliniuliza swali, kwa nini unafuatiliwa na wanaume asilimia kubwa? Naelewa vizuri. Nikamwambia mimi sifundishi mihemuko, sifundishi misisimuko, kwamba pokea gari, pokea mume, pokea nyumba, no. Mimi nakufundisha sheria na kanuni za maisha. Alafu hizo sheria na kanuni za maisha wewe utazipima kwa akili yako. Anachokiongea IPM kina make sense au ni ujinga? Kwa sababu mimi IPM siwezi kuwa na akili zaidi ya watu milioni 70 katika taifa hili. Kwa hiyo watu wenyewe wataamua tu, watachagua okay, huyu jamaa yuko anachozungumza ni fact au ndo wale. Sababu huwezi kupinga uongo. Uongo upo duniani na 90% dunia imejengwa kwa uongo. Kwa hiyo ukweli ni mchache sana. Sasa huo ukweli wanaotakiwa kujua ni nini, na sio mimi kuanza kujitetea na kadhalika. Yes. Siri iliyopo ni mfumo wa Mungu. Mungu ndo amesema hivyo kwenye Mwanzo 22. Alimwambia Ibrahimu, nitolee mchukue mtoto wako nenda mpaka mlima nitakao kuelekeza. Ibrahimu akatii, na alikuwa na mtoto mmoja peke yake. Unaona, akaenda mpaka mlimani. Alipofika mlimani anataka kumtoa, akaambia stop. Malaika akaambia usimtoe, hatutoi mtu, tunatoa mnyama. Alipogeuka akamkuta kondoo. Akamchukua kondoo akamtoa. Kwa hiyo sisi tunatoa wanyama, ni mfumo wa Mungu. Lakini leo hii kwa sababu ni vitu ambavyo viliachwa, vilifunikwa kwenye Biblia, inaonekana kama ni ushirikina, wakati watu wote walifanya hivyo. Hakuna mtu katika Biblia amefanikiwa hakufanya kafara, hakutoa wanyama, kwa sababu unapotoa kaka, starehe kubwa duniani ni nyama. Kwa hiyo unapoenda kumpa masikini nyama, mtu anafurahi. Hakuna Wachina wanakuja hapa, Waturuki, nyinyi mashahidi, hakuna mradi wanaanzisha bila kuchinja. Unaona, wanachinja, alafu kuna Waturuki wapo pale Dodoma. Wamekwenda wamechinja mbuzi
60, ng'ombe 60. Alafu wamewapa kijiji kizima, masikini, watu wasiokuwa na uwezo. Lengo miradi yao isikwame. Hakuna tajiri achinji, wana akili na wanajua ninachokiongea. Kwa hiyo unapotoa sadaka ukampa masikini, mambo yako yanafanyaje? Mambo yako yanakwenda. Na hiyo ndio dini sasa. Yaani wewe hata uswali swala 6 kama usaidii masikini, mimi siwezi kuelewa. Hata uwe na misaraba 200 shingoni, kama usaidii masikini, siwezi kukuelewa. Na ndio maana watu wanasema leo dini zimekuwa nini? Imekuwa biashara, kwa sababu ile dhana ya dini katika jamii haionekani. Kwa hiyo mimi niko tu kuiamsha Afrika iweze kuelewa hiki ambacho kinaendelea. Uongo ukisemwa sana unaonekana ukweli. Maandiko yanasema kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Simoni. Huyu jamaa aliwaongopea watu toka udogo wake mpaka utu uzima. Yaani watu wamekaa kuanzia miaka 10 mpaka miaka 100 wanadanganywa na wanaamini ni ukweli. Kwa hiyo ukweli umezungumzwa sana, mwisho wa siku umeonekana nini? Uongo umezungumzwa sana, mwisho wa siku umeonekana ni ukweli. Kwa sababu mimi lazima nikufundishe kanuni. Fanya kazi, kuwa na akili timamu, jitume, mwaga jasho, pambana, safiri, unaona bwana, toa sadaka. Hizo ndo kanuni za mtu kufanikiwa duniani. Sasa nisipowafundisha watu yale ambao nimeyaona watu wakiyafanya wanafanikiwa, nitakuwa naanza kuwadanganya watu. Nitawaambia okay, sasa shika kitambaa hiki utakuwa tajiri. Sasa mimi siwezi kumdanganya mtu. Mimi nafuatiliwa na watu wengi duniani wenye heshima zao, ukiwepo na wewe. Sasa siwezi na mimi nikaingia kwenye mkumbo wa kuona sababu hivi huu ni ulaghai, alafu mwisho wa siku niende Israeli nikachukue mchanga nilete Tanzania niwauzie watu 200,000. Siwezi kufanya vitu kama hivi. Lazima niwafundishe jamii vitu ambavyo hata leo na kesho IPM nipo sipo nasema huyu jamaa alikuwa anaongea vitu vya maana katika jamii. Yes. So nilishindwa kujibu kwa sababu yani sikutaka kueleza mengi au post ya kujua vizuri. Kama nilikuwa nataka kuambia Watanzania. Maandiko yanasema mazoezi ya mwili yafaa, lakini neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Mimi napenda mazoezi. Sipendi kuwa na mwili ambao yani unajua unashindwa hata kufunga kiatu. Lakini ukifanya mazoezi unaweza kuperform vizuri vitu vingi. Lakini hata kuhubiri unakuwa unahubiri unakuwa ule yani unahubiri kama vile unakuwa kama vile unalazimishwa, yani unakosa hata ile balance. Kwa hiyo ukifanya mazoezi unakuwa na afya njema, unakuwa na appearance nzuri, ngozi inanyoka, performance katika mapenzi. Mnafahamu vijana nyinyi, unaona bwana, uwezo ukasema una perform mapenzi tumbo liko kule, na lazima tunaogopa kukimbiwa na wake, vitu kama hivyo. Lakini mazoezi mimi ni nature yangu, sababu toka zamani mimi nafanya mazoezi. Sipendi kuishi kizembe. Niangushe lakini tusumbuane kidogo. Yeah. Nadhani utakuwa mtu wa pili, nadhani kuna kuzungumzia swala hilo la kafara. Yupo mtu pia ambaye kwa anatoa elimu na anazungumza sana kuhusu masuala ya kafara. Ndugu yetu anaitwa Chief Godra. Lakini watu wengi wanasema huyu kijana anapotosha jamii kwa sababu anasema mafanikio yake yanatokana na hizo kafara ambazo anafanya kuchinja wanyama kama mbuzi na ng'ombe. Labda sasa wale watu ambao wana huo mtazamo kwamba njia ya ushirikina kama baba alisema lakini hawaamini katika mafanikio ya huyo kijana kutokana na hizo kafara. Kuna kitu kinaitwa local investigation, kuna kitu kinaitwa commitment investigation, kuna kitu kinaitwa normal investigation. Huwezi kulihakiki jambo bila kufanya uchunguzi. Sasa Chief Godlove ni kijana wa Kitanzania, anapambana, anatoa hizo elimu na kadhalika. Mimi sijapata muda wa kumfuatilia, yani kuzama kabisa nimfuatilie nini anakiongea. Lakini pia siwezi kumuingilia kwa sababu sijui kanuni anazozitumia. Mafanikio ni sheria na kanuni. Kwa hiyo sijui ni sheria zipi na kanuni anazozifanya mpaka kuweza kuwafanikisha hao labda anaosema na wafanikisha na kadhalika. Lakini pia IPM ni mtu ambaye naangalia sana mazuri kuliko mabaya. Kwa hiyo maybe kama kuna jambo anafanya jema katika jamii, sasa ni msupport. Lakini kama anafanya baya pia, tuko duniani. Muda unazungumza kila kitu. Muda usahau, muda uongopi. Hivyo. Hapo kwenye kafara. Kwanza hongera kwa sababu unatupa elimu na kufahamisha mengi. Nataka nijikite kwenye Ukristo. Kutoka 12 inaeleza wazi kabisa kwamba mapigo
mapigo 10 aliyotoa Mungu 9 hakumhusisha binadamu na hakuwa na ushindani. 12 pale inasema pigo la 10 Mungu alihusisha wana Israeli na alisema wachinje wapake wao ili malaika kutoka. Lakini Agano Jipya kwenye Wakorintho wa kwanza wanasema Yesu Kristo mwenyewe ameshafanyika Pasaka. Hivyo ninyi muende kwake kwa kutoa dhabihu na shukrani. Inamaanisha kwamba haturuhusiwi tena kuchinja kwa sababu Yesu Kristo alishachinjwa kwa ajili yetu. Hamuoni kama tunapata mkanganyiko hapa kutoka kwenye imani ya Kristo. Huku kutoka Wanaisraeli waliokolewa na mateso kule Misri kwa Farao wa kuchinja. Lakini Wakorintho wa kwanza inatueleza kwamba Yesu Kristo alifanyika Pasaka. Alitolewa sadaka kwa ajili yetu. It means sisi tunapoenda ni kutoa shukrani na kushukuru kwa sababu yeye alishachinjwa kwa ajili yetu. Hakuna mkanganyiko hapa wa Kristo. La kwanza. La pili, kwenye hamasa yako kubwa ya wiki hii ni ibada juu ya wachimbaji. Hakuna anayefanikiwa kwenye madini pasipokuwa na kiumbe. Njooni kanisani niwaeleze namna gani ya kutoa sadaka na nitakupa njia ya kumpata huyo kiumbe upate baraka katika uchimbaji. Nisaidie kuelewa zaidi ni kiumbe namna gani ambaye prophet anaenda kumtoa katika madhabahu yake. Je, Yesu Kristo au kuna kiumbe mwingine wa uchinjaji kama ulivyopeleka? Sawa, ni jambo jema. Kwanza hakuna andiko katika Agano Jipya linalozuia watu wasichinje. Ila kuna andiko linalofafanua utofauti wa namna sadaka zilivyotolewa Agano la Kale na namna sadaka zilivyotolewa Agano Jipya. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 10. Kwamba kwa kuwa Torati ni kivuli cha mema atakayokuja wala sio sura yenyewe, kwa dhabihu zile zile zinazotolewa kama ilivyoamuru Torati. Alipokuja yeye alisema mbuzi sikutaka wala ng'ombe sikutaka wala matoleo yote sikutaka kama ilivyoamuru Torati, bali mwili aliweka tayari. Yohana 19:30, kwa kupigwa kwake tumepona. Baada ya kupokea siki alisema yote yamekwisha. Anazungumzia issue ya dhambi. Hatutoi au hatuchinji kwa sababu ya makosa. Hapa watu wengi sana wanachanganya. Wanaleta maandiko lakini maandiko yote wanayoyaleta yana focus na dhambi. Mimi siambii jamii ya Kikristo ichinje kwa sababu ya dhambi. Andiko lako liko sawa kabisa la kwamba yeye ni Pasaka yetu. Mimi nakubaliana na wewe 100%. Lakini mimi siwaambii watu wachinje ili tuombe msamaha wa dhambi, kwa sababu tunaamini Kristo alikufa msalabani kwa sababu yangu mimi na wewe, si ndio? Kwa kupigwa kwake tumepona. Tunaamini wa Kristo wote duniani. Lakini sisi tunachinja nyama tunawapa masikini ili tuombe baraka kama Ibrahimu alivyofanya. Na kama Ibrahimu alifanya, Yesu hajaja kumpinga Ibrahimu. Hakuna andiko Yesu anampinga Ibrahimu. Wala hakuna andiko linasema msichinje kwa namna yoyote. Ila liko andiko linasema msitoe wanyama kwa sababu yuko aliyetoa mwili wake kwa sababu yenu. Kwa sisi nia yetu ni nini kwenye kuchinja? Sio dhambi. Nia yetu ni kuomba baraka. Wa Kristo masikini wengi kanisani, anafanikiwa mchungaji peke yake. Inawezekanaje mchungaji awe bilionea afu wa Kristo wote masikini? Nitafutie bilionea mlokole, ukimpata mimi naacha kanisa. Bilionea mlokole nitafutie huyu mmoja kwenye hii nchi. Kwa hiyo mimi dhana yangu sawa ni kwamba watu wafanikiwe. Unaelewa, watoe sadaka sehemu zinazofanyaje, zinazotakiwa kutolewa. Wai Waislamu wanafanya hivyo. Wanafanya na wanaamini fa amal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wanatoa mpaka rais anatoa, waziri mkuu anatoa sadaka, anajua na inaitwa kabisa idi ya kuchinja. Wanatoa. Mbona wasemi ushirikina? Mbona wasemi kwamba wanatoa kafara? Mbona wasemi wanatoa watu? Kwa sababu wameangalia kitabu chao kinawaruhusu kutoa sadaka. Na ni sadaka ipi? Wanakuambia Ibrahimu alifanyaje? Alichinja. Wanamwazimisha Ibrahimu. Swali linakuja, sisi wa Kristo tuna Ibrahimu? Tunaye. Kwa nini hatutoi? Yesu alijitoa. Alijitoa kwa sababu hii. Kwa papasi ipi? Kwa sababu ya dhambi. Sasa mbona hatutoi? Ni maneno magumu haya. Unaelezea ni kiumbe gani ambao utawapa wajibu? Okay, nilipokuwa nazungumzia issue ya kiumbe, tafsiri ya watu wengi walikuwa na dhana ya majini. Unaelewa vizuri. Lakini mimi ninaposema kiumbe namaanisha malaika. Na moja ya kasumba mbaya tulionayo sisi wa Kristo, hatuamini katika malaika. Hatuamini kabisa. Nilisema damu ya Yesu haitulindi sisi. Nilipingwa na watu wengi mpaka maaskofu. Kwa nini? Kwa sababu ndio msingi uliopo katika kanisa kwamba unalindwa na damu. Lakini ukweli ni kwamba damu haiwezi kunilinda mimi. Mimi nalindwa na malaika. Anasema Zaburi, malaika wa Bwana hushuka na kupanda wakilinda waja.
Mathayo 4 Yesu anaonekana akijaribiwa na nani? Na shetani. Akamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate. Akamwambia mtu hatoishi kwa mkate bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Akamwambia tena ukiwa ni mwana wa Mungu jitupe, kwa maana imeandikwa Mungu atawaagiza malaika. Sasa inakuwaje shetani atuzidi? Anguka analindwa na nani? Analindwa na malaika. Sio damu. Damu ni kwa ajili ya kusafisha dhambi. Sasa ni vitu ambavyo watu wamezaliwa wamevikuta, kwa kuelewa inakuwa ni ngumu. Kwa ndio hivyo tunaenda taratibu, maybe wataelewa. Kwa ninapozungumza kiumbe nazungumzia malaika wa Mungu. Kidogo hapo kwa hiyo. Inaonekana watumishi mmepata maarifa makubwa, kwa hiyo tunajaribu kutumia ujuzi wenu kwamba baba malaika Yesu kama mnacheza hapo katikati, kwa sababu pia kwa mtu asiyekuwa na taarifa, kumpa taarifa kwa mara ya kwanza, maana yake utaanza kuelewa hivi. Endelea, tunataka swali hivi. Sasa msingi ni kwamba nyinyi mnatumia maarifa yenu, je, ni kweli mnatumia maarifa yenu ambayo mnafahamu hizi taarifa ambazo watu hawana kutosha, kwa sababu hizo ni doctrine labda za kidini, unasoma falsafa, unasoma sosiolojia. Je, ni kweli? Kuna ukweli hapo? Kuna kitu kimoja katika maisha. Issue za imani ziko wazi. Mimi ninaposema malaika wanalinda watu, vitabu viko wazi. Sijakifungia kitabu peke yangu chumbani kwamba IPM kasema tunalindwa na malaika. Neno langu haliwezi kuwa sheria, lakini neno langu linaweza likawa la kweli kwa sababu mimi natoa kwenye maandiko. Hakuna kitu ninachokitoa kichwani mwangu mimi. Mimi sifundishi hisia, nafundisha kitabu hicho nilichokikuta. Lakini yako mambo mle ndani ambayo yanaachwa. Sina mimi nashangaa kwa nini yaachwe. Malaika wanatulinda sisi. Kila unapokwenda malaika wanakulinda. Kila unapokanyaga malaika wanakulinda. Kwa nini sasa ije dhana kwamba damu inanilinda badala ya malaika? Kwa hiyo sipingi, wako maybe wanaweza kufanya hivyo, lakini mimi huwa natamani kujizungumzia mimi peke yangu. Mimi nina swali alafu ninaombi. Swali, wewe unawatoa wapi malaika wa kumpa mtu mwingine? Alafu ombi hili nimeagizwa na mwanatheolojia mzuri sana pale kwa Daniel Mwankema. Anasema natamani kuya challenge mafundisho yako, kwa kuwa wewe unafundisha mafundisho ya kafara kutoka kwenye Uislamu, sio kwenye Ukristo. Na Waislamu nilimuuliza vipi kuhusu Waislamu, akasema wapo sahihi kwa kuwa wao Waislamu hawaamini kama Yesu Kristo alikufa pale msalabani. Wanajua alibadilishwa mtu mwingine. Kwa hiyo wakitoa kafara wao watakuwa sahihi. Kwa hiyo na wewe unayatoa yale ya Waislamu unayaleta kwa Wakristo. Alafu swali ndio hilo. Malaika wewe utatoa kwa kumpa mtu, alafu ombi ni yeye kutaka kuja kufanya mdahalo ana kwa au debate ili haya challenge hayo mafundisho yako. Unaposema kumpa mtu, wewe utawatoa wapi malaika kumpa mtu? Mimi na kila kitu. Mimi si mtumishi wa Mungu. Mimi naweza nikamwekea mtu mkono akapona. Naweza nikamfariji mtu kwa maneno ya faraja ikawa faraja kwake. Anaweza akawa mtu anataka kujiua nikamwambia usijiue. Kuna hiki na hiki na hiki, akaacha kufanya maamuzi ya kujiua, akaendelea kuishi. So watumishi wa Mungu ametupa. Unaposikia mtumishi wa Mungu, maana yake Mungu anakuwa ameweka kitu ndani yake. Yaani mimi sina utofauti na wewe kwa chochote kile. Yaani sifa zote ulizonazo wewe na mimi nazo, na nilizonazo mimi na wewe unazo. Lakini kuna kitu mimi Mungu amefanyaje? Amezidisha. Yaani ndio maana mtumishi wa Mungu huwezi kusema anatumia ujanja. Kasababu kanisani kwangu nina maafisa. Sawa? Kanisani kwangu nina wanajeshi, nina makomando wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kanisani kwangu nina maprofesa. Kanisani kwangu nina madaktari. Mimi siwezi kuwazidi akili wale wote. Ili waje pale kanisani kwangu waelewe, inabidi akili ya Mungu ifanyaje? Iwe ndani yangu. Yaani aseme, leo nimetoka kanisani bwana. Lakini na mimi nikija, nikafika kanisani na mimi nikaanza kusema biology the branch of science deal with the study life and live. Sema sasa hivyo si vitu mimi navifahamu, mimi si daktari. Kwa mtumishi wa Mungu hataki kuongea vitu vya kawaida, anatakiwa kuongea vitu ambavyo si vya kibinadamu. Naelewa vizuri. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo mtu atapataje malaika? Father, I pray in Jesus name, aondoke na malaika mtu huyo. Naelewa vizuri. Kwa sababu ni kitu ambacho kimekataliwa. Ni kitu ambacho kimepingwa. Mwingine kuna mtu yuko Mwanza ananiambia prophet, nimekufuatilia miaka 4. Napanda ndege na kuja sasa. Unaelewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu ni kitu kipya. Mtu anafikia malaika. Kwa damu ya Yesu inatulinda. Kwa ni malaika. Okay? Hivi vitu kama hivyo. Sasa tukija katika swala la pili la huyo msomi anaitwa Daniel Mwankema, mwanatheolojia. Mimi nimshukuru kwa hiyo ofa alionipa, lakini moja ya vitu ambavyo nimevikwepa na sivifanyi
ni repetition, ni competition. Katika namna yoyote, yani huo ni moja ya wito wangu. Usisahau wako watu wengi sana ambao wametamani kufanya midahalo na mimi. Imani sio midahalo kaka. Wewe uliye Muislamu usijione mjanja kuzaliwa Muislamu. Umejikuta tu upo ndani ya familia ya Kiislamu. Na wewe uliyeko Mkristo usijione mjanja kuwa Mkristo. Umejikuta ndani ya familia ya Kikristo. Kwa hiyo usimwone mwenzio adui, usimwone mwenzio afai. Na msemo wangu asiyefaa leo atafaa kesho. Unaelewa vizuri? Hatupo kufanana na wala huduma hazifanani. Unaona? Kwa sababu nitamuita yeye, tutakaa kwenye meza, tutaanza hatutafika mwafaka. Unajua kuna watu ubishi ndio elimu yao. Naelewa. Sasa unawezaje kumshinda mtu kama wewe? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo mimi namshukuru sana, nashukuru kwa wito wake, lakini mimi huwa sifanyi midahalo. Lakini nakubali kuonywa. Nakubali kuelezwa, nakubali kushauriwa. Na hata akitaka namba yangu naweza nikampa, akaja kanisani au ofisini tukakaa chini akanipa elimu anayotaka kunipa, lakini sio kubishana. Mimi siwezi kubishania dini. Dini ni upendo. Ukiamua kuifuata unaifuata, ukiamua kuiacha unaiacha. Okay, dini ni upendo mtumishi. Na wewe ni miongoni mwa watumishi ambao wana mwanamke mrembo. Lakini nilikuwa nataka kujua kwamba umejuaje wewe jamaa wewe bwana? Unagusa maisha ya watu. Kwa sababu unagusa maisha ya watu, lazima kuna namna fulani sio kwa nia mbaya. Lakini wewe ni miongoni mwa watumishi ambao mnasifiwa kwamba una mwanamke mrembo. Na mimi nataka kujua kwamba combination yako wewe na watumishi wengine kama kuna makosa, wajima, mkikutana huoga mnazungumzia nini sasa? Na wao wanazungumzia vipi jumla yao? Mimi sijawahi kukutana nao kwa kweli. Kwa maana ya kuzungumza. Kwa mfano kama Mwamposa tushawahi kuzungumza, kuna siku tuliitwa na mkurugenzi wa CRDB. Tulikuwa kuna program ilikuwa inazinduliwa pale ya CRDB Sadaka. Kwa hiyo tuliitwa pale kama viongozi wa dini na mimi nilishiriki. Kwa hiyo tulifika pale, kukawa na waandishi wa habari nje, tukawa tunahojiwa. Kwa hiyo tulisalimiana tu vizuri, nikamsalimia naye akanisalimia. Na kuona bwana, nikamwambia nashukuru na mimi nakuona. Ikawa tu hivyo peace. Ni watu tu wanatugombanisha kwenye mitandao ya kijamii, wanaweka picha yangu YouTube hapa, wanaweka hapa IPM ampasua. Nimempasuaje? Mimi na waheshimu watumishi wa Mungu wote. Yaani mimi si hivyo yani. Kuna swali libaki hapa. Wewe umesema unapenda kufuatiliana na wanaume. Lakini jamaa kabisa na mwanamke mrembo. Unawezaje kumaintain hiyo kwa sababu unafuatiliana na wanaume alafu sasa mwanamke mrembo, mwanamke mrembo ni yule ambaye wewe unamuona. Naelewa vizuri? Yaani uzuri wa mwanamke ni namna ambavyo wewe unamuona. Mimi nashukuru ndugu mwandishi wa habari kwa kumuona ni mrembo. Lakini baada ya interview hii nitakuona baadaye tufanye tu unieleze kiundani urembo upi, sababu kuna urembo mimi naujua, hata kama na yeye anaujua atatakiwa anieleze kaujuaje. Na umesema nafanya mazoezi, kwa hiyo ujiandae. Hapana, sibofi. Maliza hapo. Prophet kwa mimi naitwa Amos kutoka Mana TV. Mimi swali langu ni kwamba miezi ya nyuma kama miwili mmoja hivi na nusu, kuna kitu yako moja ilikuwa ikitangaa katika mitandao yote kwenye TikTok, Facebook, Instagram. Kuna moja kati ya mafundisho yako nadhani sijajua ulidokeza kwenye mafundisho yako kwa wanazungumzia kuhusu mwanaume kukaa nyumbani akawa anaangalia tamthilia kwamba anajua kila channel yenye tamthilia anajua. Na maoni ya watu kwenye comments wakawa wanasema mbona kama mtumishi anaingilia fani za watu, kama yani wakaona kama ulikuwa unawachafua watu wa Bongo Movie. Mimi katika mafundisho yangu na focus sana watu wafanye kazi, watu wapambane, watu wamwage jasho. Hakuna cha bure duniani kaka. Ni vizuri. Sasa kwenye mafundisho ndio hizo clip, yani mtu anakata, anarusha. Ni vizuri. Sasa niliposema vijana kuangalia movie, sikusema kwamba watu wasiangalie movie. Ndio maana mwishoni wa ile clip unasema angalia movie ya Nodi Shows, nige maliza amka ondoka kupige kazi. Unaona wewe kitu kama hivyo. Lakini huwezi kuwa mtoto wa kiume kaka ukakaa asubuhi mpaka jioni, yani una kazi ya kufanya unaangalia movie. Yani huwezi kuwa mtoto wa kiume umetegesha tu miguu sebleni unaangalia series ya miaka 3. Isidingo toke naanza mpaka leo unaijua kila kona. Yani utafanya sangapi kazi? Utapambana sangapi katika maisha? Kwa hiyo ilikuwa ni lengo la kutaka tu kumunyanyua mtoto. Na uwezi kuamini, next Sunday alikuja kijana kutoka Bunju B,
Akanambia Prophet, yani nilipoona ile clip nilinyanyuka nikamwacha wife nikaondoka. Kwa hiyo kuna kitu mtu akikisikia kinafanyaje? Kinamwamsha, kumbe nimelala. Nafanya nini nyumbani hapa? Ngoja nikapambane. Kwa hiyo ilikuwa ni lengo tu la kutaka kuwafanya vijana wapambane katika maisha, na sio kwamba wasiangalie. Unaweza ukaangalia bongo movie, unaweza ukaangalia movie, unaweza ukaangalia, kwa mfano mimi napenda kuangalia investigation, ile channel ya investigation. Napenda movie zenye akili. Huwa napenda kuangalia vitu kama hivyo. Movie za mission naangalia hata mimi. Lakini sio asubuhi mpaka jioni miezi miwili unafuatilia, yani una kazi ya kufanya. Hiyo ndio ilikuwa ni dhana yangu au dhamira yangu. Haikuwa kwa ubaya. Na swali moja hapa kuhusiana na unazungumza sana na vijana. Lakini sasa hivi kuna tendency ya wasanii kama Zuchu na ile channel hiyo na kuongea mwanaume. Naomba nawafundishe vijana sana na ndoa. Hiyo unamwambia. Maoni ni kwamba ukiwa mtoto wa kiume utakiwe mwanamke akwambia no, elewa. Utakiwe kulazimisha mapenzi. Mahusiano sio ya kulazimisha. Haijalishi ni mtu wa namna gani, haijalishi ni mtu wa aina gani. Mwanamke akishakwambia tu no, elewa. Na kikubwa katika maisha, tafuta tu hela. Tafuteni tu hela. Muwe na maisha mazuri. Kwa sababu mimi hata wewe mwanamke unasema ni mzuri kwangu, nilipata kama bahati nasibu. Kwanza sikuamini kama angeni accept kwa wakati huo ambao sio IPM. Unaona bwana? Kwa sababu nilikuwa nalala chini. Ndio nimeanza mimi nalala chini kabisa. Unaona bwana? Lakini aliniaccept, na yeye alikuwa yeye ndo alikuwa tisa na viduka nini anafanya, aenda China afanye biashara. Mimi nilikuwa sina kabisa. 5000 ilikuwa ni muujiza kwangu. Kwa hiyo aliniaccept kama jinsi nilivyokuwa. Ndio maana mimi huwa nampenda sana, na ukimketa tu masiara na la vizuri swali la mwisho. Nadhani tumeongea mengi sana, lakini point muhimu ni tukio. Hapo tunazungumza na Watanzania kuelekea hizo tarehe za kuchinja. Chochote cha kuzungumza na Watanzania, wasiogope kutoa sadaka. Unaelewa vizuri? Sadaka hali mchungaji zote. Hatakiwi kula mchungaji zote. Yaani kuna neno moja gumu naweza nikalizungumza hapa. Watu hawatakiwi yani Mungu hataki sadaka. Kama niseme hivyo. Unaelewa vizuri? Mungu hataki sadaka. Ni maneno magumu. Mungu hataki sadaka. Ambaye atakuwa tayari kutoa yeye na familia yake. Kwa sababu mimi sina mahali pa kuwakusanya Watanzania wote waje kwenye kanisa langu. Kwanza kila mmoja ana imani yake. Ila ni hili fundisho la kuchinja Pasaka. Yaani wasijifungie ndani wao kama wao wakala wakati kuna mtoto ombaomba yuko nje, au kuna nyumba ya jirani unajua kabisa hao maisha yao yako vizuri. Na unaelewa hivyo. Wasijifungie kwenye mageti. Target yangu ni watu waelewe. Kuchinja ipo. Luka 22:17 Yesu amechinja. Na akafanya sherehe. Pasaka ni sherehe. Kwa hiyo waone yatima. Waone yatima, waone masikini, wale pamoja na masikini. Hiyo ndo muhimu. Sisi tutafanya, lakini na wale walioko mbali, walioko mikoani hawawezi kuja, basi wafanye kwa sehemu yao. Kwa sababu kiongozi wa dini ni tochi inayofika kila kona. Kwa hiyo mtu anaweza akawa Marekani akanisikia, anaweza akawa Canada akanisikia, akafanya hivyo. Akachukua mnyama wake, akachinja, akamwambia Mungu ninaomba nyama hii naitoa kwa yatima, mambo yangu yaende yafanikiwe, lisikwame lolote, amen. Akaenda kwa yatima, akashiriki nao. Vitu kama hivyo. Yes. Nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya aliyotupa na kutupa amani katika taifa lililo bora zaidi, Tanzania. Jina langu naitwa Prophet IPM. Ni senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo Tegeta Mbuyuni jijini Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kwa nafasi hii ambayo mmenipa ya kuweza kuzungumza mawili matatu. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa, kuhabarisha watu, kufikia watu, lakini mmeona vyema kuweza kuchukua nafasi hii kuweza kunisikiliza. Kwa nachukua nafasi hii kuwashukuru sana. Nina maneno machache sana ya kuzungumza na nyinyi, hasa kwa msimu huu wa Pasaka. Kama ambavyo mnafahamu, nimekuwa nikizungumza maneno magumu sana katika social media, hasa katika maudhui ya mahubiri yangu. Wako ambao wanaelewa haraka, wako wengine wanachukua muda kuelewa, lakini kwa sababu nina wafuasi sehemu mbalimbali, Tanzania, Afrika pamoja na maeneo mbalimbali nje ya Afrika, kwa hiyo nimeona nitoe tamko rasmi kwamba katika huduma yetu sisi tunaamini katika kuchinja.
kama kutoa sadaka kwa ajili ya kuwapelekea yatima na maskini, na kumekuwa na watu kutaka kuhakiki kuthibitisha hili. Swala la kuchinja ni swala ambalo manabii wa kale wote walifanya hivyo. Makuhani wote wa kale walifanya hivyo, akianzia baba yetu wa imani Ibrahim aliambiwa na Mungu akafanya hivyo. Na manabii wote wa kale hakuna ambaye hakufanya hivyo. Na kuthibitisha hilo katika Agano Jipya pia, kwa sisi wa Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwongozo wetu, ambaye pia tunatumia kitabu cha Biblia ambacho pia ndiye mwongozo wetu pia, anathibitisha kwenye Luka sura ya 22 mstari ule wa 17 kwamba ikafika siku kuu ya Pasaka ambayo ilimpasa Yesu Kristo kuchinja. Maandiko yanasema Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kuandaa Pasaka. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja, hakuna kingine. Unaposikia neno Pasaka maana yake ni kuchinja. Kwa hiyo sisi tunayafuata haya maandiko, hatudharau. Tunaamini kwenye kuchinja, na hizo nyama wanakwenda kula masikini, yatima na maskini. Kwa hiyo tarehe 18 tutafanya 18 na 19 tutachinja, lakini tarehe 20 tutajumuika pamoja na masikini, tutajumuika pamoja na wajane, tutajumuika pamoja na yatima kula pamoja chakula. Imagine Mungu anasema, Yakobo 1 anasema dini iliyo safi sio nataka mbele ya Mungu Baba ni kuwalisha yatima na kuwasaidia wajane katika dhiki. Yani definition ya dini ni kusaidia. Kwa hiyo hatuwezi kufunga siku 40 alafu tukajifungia chumbani na watoto wetu wakati yatima analia pembeni. Sadaka hapaswi kula mchungaji zote. Sadaka lazima iwepo sehemu, zinaenda sehemu 3. Sehemu ya kwanza lazima iende kwa yatima, sehemu nyingine lazima iende kwa wajane. Kwa mimi Prophet IPM ninaamini dini ni kushika watu wasiojiweza. Kwa hiyo nimesema nifikishe ujumbe huu kwa dunia ili watu wasiwe na mashaka kwa wale ambao wananifuatilia, na hii sio sheria ya kulazimisha wale ambao hawaamini. Natoa ujumbe huu kwa wale tu ambao wanaamini maandiko na wanaamini Prophet IPM jumbe zangu ninazozileta, basi sisi tuko tayari kufanya hivi, na Mungu wa mbinguni awabariki. Huo ndio ujumbe wangu kwa jamii. Asante sana. Vizuri sana kwa sababu ninajua ni watu kubwa sana na sio kila mtu anafanya hivi. Mimi nilikuwa nataka kujua kwamba uchinjaji kwa nyama utakuwa ni uchinjaji wa namna gani? Labda kutakuwa kuna kambi maalum wote lazima mzuri kwa ajili ya kuandaa, kwa sababu tunajua makundi haya watu ni hitaji, kuna Waislamu, kuna Wakristo, na unajua kwa mambo ya kuchinja kuna mambo ya imani kwamba Musa ni wale waliochinja kabla ya Kristo. Katika hili kwa ambaye anaangalia na kwa sababu ndio kugusa kwa watu. Utaratibu umekaa. Kwa ambaye anaangalia kabisa kwamba chakula nyama ya nabii lakini pia kuongezea kwa kuna vituo vingi sana vya yatima kwa kutoka Dar es Salaam na sana ambao wapo Kigamboni, Mbagala, na wanahitaji watafuta vipi na hiyo sadaka. Program yangu mimi ninafanya hivi, huwa tunatembelea kwenye vituo vya watu yatima sehemu mbalimbali, na tuna suspect kuchinja mbuzi zaidi ya 200 au 300 umo. Kwa hiyo nyama ni nyingi sana. Kwa hiyo kuna taratibu tutakayoifanya, kwa sababu tunataka kwenda kuwachukua watoto yatima kwenye vituo mbalimbali. Kituo ambacho kiko kule Mbande kule kina watoto 160 na vituo vingine ambavyo vimetuzunguka. Kwa hiyo wako ambao tutakwenda kuwachukua, lakini wale ambao hatutoweza kwenda kuwachukua basi tutatuma sadaka yetu. Lakini umegusia swala la kuchinja hilo. Unajua ni swali zuri, lakini kwenye kuchinja siamini kama inaweza ikaleta shida, kwa sababu tunakula vitu vingi sana. Tunakula supermarket vitu, si ndio? Kwa hiyo kwa taifa letu ile tukitaka kufuata hizo sheria sana, tutajikuta tunalala njaa, kwa sababu wakati mwingine unafika Morogoro tu unakuta kuku anauzwa, si ndio? Uulize amechinja shekhe au amechinja maulama au amechinja nani, unakula tu. Sometimes unakuta mbuzi amechomwa hivyo hivyo. Kwa hiyo sidhani kama hilo linaweza likawa ni kikwazo kwa watu ambao tunawapelekea hivyo vitu kwa nia njema kabisa. Yes.